What happened before, during and after the elections in Tanzania was regrettably no surprise. This was not an irregularity, but the systematic destruction of democratic competition. These elections Bwana wa Tanzania wengi wanazidi kumshukuru Bwana Kipara. Bwana Kipara sio mwingine bali ni jamaa huyu wa CNN, reporter huyu wa CNN ama mwanahabari huyu wa CNN anayejulikana kama vile Larry Madowo. Wa Tanzania wengi wanamshukuru kwa sababu aliweza kuachia video ambayo ilikuwa imefichwa mbali zaidi, na wanahabari wengi wa Tanzania hawakuwa na uhuru wa kuongelea mambo haya, lakini Mwamba aliweza kuivujisha video nzima kwenye channel ile ya CNN ambayo inaangaliwa dunia nzima. Sasa dunia nzima ikaweza kujua kile ambacho kiliendelea ama kile kitu ambacho kilitokea maeneo ya Tanzania katika uchaguzi wa mwaka huu 2025 kwenye uchaguzi wa urais tarehe 29 Oktoba. Mwamba aliweza kuwasaidia sana Watanzania. Dunia nzima ilijua kile kitu ambacho kiliweza kutokea pale Tanzania. Sasa Watanzania katika kumshukuru kwao wakaweza kutumia profile picture, yani profile picture wakaweza kubadilisha, wakaweka picha ya huyu Mwamba na kiwa na kipara chake kile. Ameweza sana kuwasaidia Watanzania wengi. Sasa hivi dunia nzima inajua kila kitu ambacho kiliendelea kule maeneo ya Tanzania. Bwana huyu jamaa anajulikana kama vile Larry Madowo, ni mtangazaji maarufu sana, yupo pale CNN. Sasa baada ya habari hizi kufika katika pande nyingi za dunia, watu wengi wameweza kuchukizwa na kitendo kile ambacho kiliweza kufanyika, sababu watu wengi walifariki. Ukiangalia ile video ile inaonyesha kabisa watu walifariki, na ukiangalia inaonyesha mochari na miili mingi sana imewekwa kwenye mochari. Sasa watu wengi wameweza kupinga kitendo kile, ikiwemo huyu jamaa wa Burkina Faso, rais wa Burkina Faso ameweza kuonyesha kuhuzunika kwa kitendo kile, naye akaweza kuongea kwa kusema kwamba sasa inakuwaje wewe Mwafrika alafu unafanyia Waafrika wenzako namna kama hiyo? Itakuwa hasa ukiua kila mtu utakuja kuongoza nani kesho yake? Bwana rais wa Burkina Faso ameweza kutoa maoni yake, na hata pia Umoja wa Mataifa umesema uweze kulifuatilia sakata hili, umeweza kufuatiliwa na kesi hii iweze kupelekwa ICC ili kufanyiwa uchunguzi zaidi, sababu kitendo kilichofanyika nchini pale Tanzania ilikuwa ni kitendo fulani cha kikatili, sababu hata ukiangalia wapinzani wote waliweza kuwekwa ndani, waliweza kuwekwa ndani, yani uchaguzi haukuenda wa kihaki. Uchaguzi haukuenda wa kihaki, ulikiuka katiba na hata pia ulikiuka sheria zote za kidemokrasia. Bwana azidi kuwa nami, kuna video nitakuwekea hapa uzidi kujionea mwenyewe vile ambavyo mambo yanazidi kuwa moto hapa mtandaoni. Umbea Media TV ndo nazidi kukuletea habari hizi, kwa hiyo usikose kusubscribe na usikose kulike, na hata pia usikose kushare kwa ndugu jamaa na marafiki zako. What happened before, during and after the elections in Tanzania was regrettably no surprise. This was not an irregularity, but the systematic destruction of democratic competition. These elections were marred by state-sponsored political repression, targeted abductions and manipulation. The outcome was decided well before the 29th of October. It began with the suffocation of civic space and the silencing of free media. It continued with the banning of political assemblies and opposition parties, and it became undeniable with the imprisonment of nearly every leading opposition representative, above all the leader of Chadema,
Mr. Tundu Lissu. For nearly 250 days, my personal friend Tundu Lissu has endured solitary confinement, possibly facing a death sentence simply for demanding free and fair elections. But this is not just about one individual fate. This is the textbook example of how an authoritarian regime weaponizes the law to eliminate its opponents. On election day and the hours that followed, the regime showed its true colors when the internet was shut down, when protesters were beaten, shot, abducted and jailed. Madam Commissioner, I call on the European Commission and I call on the European External Action Service not to slip back into business as usual. I will spare you the diplomatic language used in recent statements, but the tone was certainly not as clear as it should have been. Tanzania's continued pivot from the rule of law, reform and good governance demands a genuine assessment of our bilateral relationship. Colleagues, if we truly stand for democracy and human rights, we cannot stop at words. Let us use every tool at our disposal to hold those in power accountable. Tomorrow, this House will send an unmistakable message. All EU funds channeled through state-controlled entities must be frozen immediately. The European Union must not use its fund to subsidize oppression. The time to act is now. All political prisoners must be released immediately and with no conditions. Urgently required is an independent and credible investigation into all killings, abductions and enforced disappearances. The great people of Tanzania, they deserve new, free and credible elections. Thank you, and free Tundu Lissu now.